Huyo mchungaji sio mchungaji tena, ni mchunaji, ni shetani. Shetani hatakiwi kukataliwa kwa hekima. Shetani anatakiwa kukataliwa kama shetani na kuambiwa rudi nyuma shetani, ukikwazo kwangu. Unasema mwenye mamlaka hakataliwi direct. Ngoja nikuonyeshe watu ambao walikataa direct kwa adhabu yoyote, kwa hatari yoyote. Hamjanielewa? Yaani mchungaji akutongoza ukataa inerana. Unaweza usiolewe maisha yako yote. I'm telling you, I'm not joking. Haya, wewe ulikuwa unasema, nimesema ukimkataa mchungaji si umezingua. Ni laana. Umekosea. Inatakiwa neno liweke kwenye uzito wake, ni laana. Kumbe issue ni kama sisi tu. Kumbe sisi tulidairuti. Mlidairuti, mlipunguza makali yake. Unawezaje kumwambia mchungaji staki na sikupendi? Haya, twende Danieli tu, tuonyeshe watu waliozikataa mamlaka, waliozikataa mamlaka ya aina yoyote. Mtu aliye na uwezo wa kufanya chochote. Biblia inasema usiogope awezaye kuua mwili. Usiogope, mkatalie. Ngoja nionyeshe waliokataa mamlaka, amri, kwa lugha ya wazi: hatutaki, hatuwezi. Shetani natakiwa kumkataa kwa hekima. Shetani hawamjui. Shetani ni anakupeleka kwenye kifo cha milele, kwenye majuto ya milele, kwenye maumivu ya milele. Huyu mwamba hapa itakuwa ni kweli alimaanisha kwamba kitongoza waumini wake hawataki kumkataa. Punde nitakuwekea hizo clip. Ya kwanza ambayo wengi mmeisikia, mmeifahamu, lakini pia na hii ambayo inaonekana ameenda kufafanua ile kauli yake. Lakini pia nitakuwekea klipu za baadhi ya waumini ambao na wenyewe wanajinadi kwamba hayo ni mambo yao kweli. Kabla si ya kuwekea hapo, naenda kusomea maandiko kidogo, ingawa najua maandiko yamewachosha, ni mnataka tu kusikia. Mimi mtasikia kwa hisani ya maandiko. Lakini pia nieleweke kwamba mimi simpingi mtu kwa sababu ya mistake fulani moja, mistake yake ya kimatamshi. Mimi nampinga mtu kwa nia yake ya jumla. Kwa mfano, vijana kama hawa, ndio maana unaweza kuona hata kakijitokeza kakasema habari za wauaji, kakapinga wauaji, unakuta maneno yake hayana makali, yakaingia kwenye danger. Hii ni tafsiri ya kwamba wauaji mara nyingi wanawafahamu kwamba huyu ni wetu. Maneno ya mtu ambaye na yeye mwenyewe, hususan pengine kwenye eneo la uzinzi, we ni dhaifu, hakuna kingine chochote unakipinga kwa userious, hakipo. Yani mauaji huwezi ukayapinga kwa userious, na wauaji mnajuana kwenye viwanja hivyo kwamba huyu ni wetu. Na hii ndio inayosababisha waumini wengi wenu, mauaji ni kitu mnakiona cha kawaida kabisa, maisha yanaendelea. Aisee, ungekuwa mtu innocent kama akina sisi, ungefahamu kwamba uchungu tulio nao hatujawa nao tu kwa sababu ameua watu wetu. Sisi waliua watu wetu kwa kuonea huruma watu wengine. Yesu aliwahi kusema, atakayeyatenda mapenzi ya Baba yangu ndiye atakayejua. Na uchungu huu, amri hii, maumivu haya nilio nayo juu ya dhuluma ya uhai wanayotendewa Watanganyika inatoka wapi? Sasa huyu bwana mdogo hapa katika kuclarify kwake, meenda tena kwenye kituo cha redio, ana clarify, anasema mimi hiyo nilimaanisha ni laana. Nilimaanisha unapomkataa unatakiwa mkatae kwa hekima. Sikia, mimi nasema huyo mchungaji sio mchungaji tena, ni mchunaji, ni shetani.
Shetani hatakiwi kukataliwa kwa hekima. Shetani anatakiwa kukataliwa kama shetani na kuambiwa, rudi nyuma shetani, ukikwazo kwangu. Sikia watu wa Mungu waliowahi kukataa ubaya kwa wenye mamlaka kwa sura kama hiyo. Unasema mwenye mamlaka hakataliwi direct. Ngoja nikuonyeshe watu ambao walikataa direct kwa adhabu yoyote, kwa hatari yoyote. Twende Mwanzo 39. Nianzie mstari wa ngapi? Mstari wa 7. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Na kusomea na mstari wa 9b. Yusufu akasema, nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Nifanyeje ubaya huu mkubwa? Na baadaye akamshika shati, akamlazimisha, alipomshawishi akamlazimisha Yusufu, akamwachia shati. Hilo neno ni hekima. Unalolitaka ni uwezi ukamwambia sitaki mkubwa ikiwa anakushawishi. Biblia inasema katika Mithali, inasema mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi usikubali. Hivi neno usikubali limespecify utumie njia gani? Nitakuonyesha watu ambao walikataa kwa lugha hiyo ambayo unasema inatakiwa hekima. Shetani anatakiwa kukataliwa kwa hekima. Shetani humu duniani wako wengi. Mithali 1 mstari wa 10, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Hivi neno usikubali limesema tumia hekima kukataa. Huyo ni mchungaji au ni mchunaji? Huyo ni mchungaji au ni shetani? Huyo ni mchungaji au ni mbwa mwitu aliyejivika ngozi ya kondoo? Haya, twende Danieli tuonyeshe watu waliozikataa mamlaka ya aina yoyote, mtu aliye na uwezo wa kufanya chochote. Biblia inasema usiogope awezaye kuua mwili. Usiogope, mkatalie. Ngoja nionyeshe waliokataa mamlaka, amri, kwa lugha ya wazi. Hatutaki, hatuwezi. Shetani natakiwa kumkataa kwa hekima. Shetani hawamjui. Shetani ni anakupeleka kwenye kifo cha milele, kwenye majuto ya milele, kwenye maumivu ya milele. Nafikiri ukizina mchungaji, hatia yake yenyewe inakuwa siku 2-3 tu anaiondoa. Anakuwa mchungaji gani huyo? Mbwa huyo anakuwa na mamlaka gani tena? Mbwa huyo anakuwa na mamlaka gani tena? Katika Danieli sura 3 mstari wa 18 anasema, nianze 17. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, na atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Hatukubali. Kukataa na kataaje? Yani kukataa kwa hekima, unatakiwa mkataaje shetani, mbwa mwitu huyo? Hivi yani, haijalishi ni rais, haijalishi ni waziri mkuu, haijalishi ni RPC, haijalishi ameshika nini, mamlaka gani inayopita kifo na uchungu wa milele? Nani ana mamlaka hiyo? Kuna mchungaji, unabaki kuwa mchungaji, unabaki kuwa mtu wa Mungu wakati umeshaingiliwa na pepo. Kwani pepo ni nini? Shetani ni nini? Shetani ni tabia, ni mawazo anayowaza mtu. Mtu akiwaza mapotofu ndo shetani mwenyewe huyo. Sasa mtu akawaze ujinga kama huo, bado akawe mchungaji, ana mamlaka, ana mpango wa kukulani wewe. Tulikataa amri za wachungaji, tulikataa. Wachungaji walipoingia diri, mabinti waliojiita watu wa Mungu walipopanga mipango ya kutulaghai, tuliwakatalia kwa neno la wazi la kuwakemea. Sio unamkatalia tu, unamkemea.
pepo mchafu, shetani. Vijana bwana, nyie hata kama haya mambo unaweza ukawa unasema mimi sio mzinzi. Amna bwana, nyie mnacheza maeneo hayo tu nyie. Ni hayo tu. Na ndio maana duniani sasa karibu kila uchafu sasa ni kitu cha kawaida. Sasa hivi mpaka mauaji ni kitu cha kawaida. Mnaendelea na mambo yenu, miili inaokotwa, watu wanatekwa, miili inauawa, watu nyie, huduma zinaendelea, maisha yanaendelea. Mkijitokeza kidogo inaonekana kama mnakemea wauaji, wakiwaangalia tunasema nyie si ni wako wetu tu, nyie si tu, kuna viwanja fulani tunakutana. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 19, Petro na Yohana wakajibu wakamwambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu hukumuni ninyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Hii sio mamlaka. Au wanawaamuru kwa mamlaka walionayo, wanawaamuru wasiseme tena, na hao wanaambia tutasema tena, hatukubali. Shetani yake wale wanasema kwamba itini kila mamlaka, usitii mamlaka ya kishetani. Farao ilikuwa mamlaka, Nebukadreza ilikuwa mamlaka, Herode ilikuwa mamlaka. Sio kila mamlaka inayofanya chochote imetoka kwa Mungu. Mamlaka nyingi zimetoka kwa shetani, naye shetani humpa yeyote. Anamwambia Yesu, nisujudie mara moja tu, kwa sababu mimi nampa yeyote miliki zote hizi. Kwa nini akina Yesu, akina Mikaya, akina Musa na wengineo hawakuzitii mamlaka za kishetani? Ndio kikatokea kimbwa tu fulani kinajiita mchungaji. Matendo ya Mitume 5 mstari wa 27, walipoleta wakaweka katikati ya baraza, kuhani mkuu akawauliza akisema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Pana hekima ya kumkataa mbwa malaya, shetani anayekuingiza kwenye hatia ya milele, anayekuingiza kwenye majuto ya milele. Inatakiwa hiyo nini? Shetani hivi tunamkemeaje? Wengine huko shetani mnamkemea kwa hekima kiasi gani? Anyway, hebu sikiliza maelezo hayo kijana. Usikilize tu na ya kwanza, baadaye sikiliza na ya pili aliyofafanua, alafu sikiliza maelezo ya mabinti ambao na wenyewe wanasema sisi huwa tunalala na wale walokole hasa. Na kama unasema ulokole hivi, ulokole sasa hivi ndio maana huko hata wauaji na wenyewe wanaenjoy tu, kwa sababu yani ulokole siku hizi nadhani ni kutoa sadaka, kwenda kanisani, kwenda kukutana malaya wenzio. Sikia tu dia, yeyote ambaye unajikuta uchungu juu ya uuaji, utekaji na mateso ya watu, sio mkubwa kiasi cha wewe kuyatoa maisha yako. Heri ufe wewe, heri uteseke wewe, lakini mambo yasiyo hivi. Na kuhakikishia una moja kitabia fulani kibaya sana, na moja kitabia hicho ni kiuzinzi fulani hivi, moja kitabia hicho kibaya sana, kiuzinzi fulani hivi. Hata hizi ndio maana unaona mko kawaida, na sisi tulio kwenye mateso, tulio ambao ndugu zetu wameuawa, wengi wanaendelea kuuawa, mnatuona wajinga. Ni kweli panauma, lakini sasa hivi na jinadi tunasikia mtu tulidate miaka 3 kabla ya kuoana. Haya, kabla ya kudate na huyu nilikuwa na date na huyu na nilikuwa mwimbaji. Ndaga mwingine huyo, mimi huyu si date na ile, na date na Nigeria.
Huyu mwingine mimi na date na walokole sana, wale walokole kabisa. Hey. Huyu mwingine mimi huwa tunaenda kwenye maombi na mwanaume fulani, tunaenda kwenye maombi saa 9 usiku ofisini, tunaomba kwa muda mrefu na kushandara hizi na kuribo kandarabo. Ukikaa unasema nadhani ndio maana, kwa sababu na kuhakikishia alimadamu zinaa imekupi, hakuna dhambi kubwa duniani. Chanzo, mlango wa dhambi zingine zote kwa za kawaida ni zinaa. Dhambi yenye adhabu ya moja kwa moja ni unapoua, lakini dhambi nayoifanya uje ufike kuua uone kawaida, watu wakiuawa useme kawaida. Mara nyingi mlango mkubwa ni zinaa. Ndio maana Biblia inasema anayezini na mwanamke hana akili kabisa. Alimadamu zinaa imerahisishwa, huyu kawawakilisha tu. Wote nyewe mlio kimya, mlio salama kwenye wakati wa mauaji makuu namna hii, karibia wote akaka eneo ndo viwanja vyenu. Nimesema yanatosha. Wasikilizeni watu wa rohoni, na siku hizi msivyotaka Biblia, siku hizi msivyoamini Biblia, ni kuangalia Toro amewaambia nini. Biblia ni mtakuja. Asante sana mwenye kutukana, mjitahidi sana, mnatukana sana, inawasaidia wauaji kuua ndugu zangu, inawasaidia sana kila mkitukana, mkifanya bidii sana kutukana, wanatafuta tuue nani? Ndugu ambarikiwa. Kwa sababu watu sasa hivi wako kwenye kiwango cha juu sana cha furaha, cha kutaka waone ndugu ambarikiwa mmoja akauawa ili wajione ni washindi. Na hata inawezekana sasa watachoka kuua ndugu zangu, watakaponiua mimi ndio mtasema nadhani mtasherehekea sana. Ni kama kwenye kitabu cha Ufunuo, walikuwepo manabii ambao walipouawa watu walipelekeana zawadi. Ndicho ambacho kinafanyika kwenye maisha yangu. Wakiuawa ndugu zangu, nasherehekea Pentekosti, hata msio komenti, hata mkinipa pole, wewe inaonekana tu pole yenyewe ni ya kwamba ila tumefurahi. Anyway. Njoni tuwasikilize hawa wa rohoni wanaotafsiri katika ulimwengu wa roho, ambao hawapigani vita katika ulimwengu wa mwili, wanaomwachia Mungu. Tena kitu ambacho watu hawajui, mimi huaga na date watu ambao wameokoka sana. Napenda mtu mwanaume ambaye hana mambo mengi, hapendi social media, so mwanaume ambaye yuko gentleman, so anajua kuwa mwanaume. Tumezungumza kuhusu shemeji na nini. Pia nilibahatika kuona sehemu ya ukizungumza ya kwamba huwa anafanya maombi na bwana Freddy saa 9 za usiku na nini ofisini kwake na vitu kama hivyo. Shemeji hamind kwenye hili kwamba kwa nini tusikuwe tunaomba tunaiombea ndoa yetu na nini, wewe unaenda kufanya maombi kule? Actually jamani, Fred he's my boss, yani I'm his mod. Kwa hiyo 24 hours waga most of the time nipo naye. Kwa hiyo nikikaa naye saa 9 za usiku jamani, tunaombea Vunjabe. Mimi nilishawaambiaga watu waache kuniwaingia jamani, hebu waache uchawi. We pray together, tunaombea kampuni yetu wote. Kuna shida gani kukaa saa 9 na bosi wangu kuombea kampuni? Si ni uchawi huo? Wewe kuna uchawi sana. Shemeji anabariki. Ana shida. Naombe. Na tunaombaga hiyo saa 9. Tunapiga maombi vibaya Mungu. Kasu. Tunashandarabaiz kabisa. Ni kawaida yetu. Yaani kupiga maombi, kuomba, kusali, kufunga ndio mambo yetu. Na Fred Vunjabe inapanda. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Nilikuwa namwambia binti mmoja, mchungaji hawezi akakutongoza ukamkataa. Mchungaji akataliwi. Ni laana. Hamjanielewa? Yaani mchungaji akutongoza ukataa ni laana. Unaweza usiolewe maisha yako yote. I'm telling you, I'm not joking. Are you joking what I'm saying?
Yaani mkatai kabisa, mwambie mimi sikupendi, mimi sikutaki. I'm telling you, you can't win that match. Kwa nini? Kwa sababu mkubwa hakataliwi. Kuna clip nimeiona mtandaoni. Sasa sijui walikata nusu au ilikuwa ndio ubiri lako hilo. Ukasema binti mchungaji akikufuata kuchapa saundi, hautakiwi umkatalie. Ni makosa kumkatalia mtumishi wa baba. Unaweza usiolewe maisha yako yote. I'm telling you, I'm not joking. Haya, wewe ulikuwa unasema, nimesema ukimkataa mchungaji si umezingua. Ni laana. Umekosea. Nitakiwe neno liweke kwenye uzito wake, ni laana. Kumbe issue ni kama sisi kumbe sisi tuli dilute. Mlidilute, mlipunguza makali yake. Sasa teknolojia yetu Mungu atusaidia sana. Kwanza tuje hapo kwenye hiyo concept. Unawezaje kumwambia mchungaji staki na sikupendi? Kama simkubali sina mkataa tu. Kwa nini lazima? Shikilia hilo neno, sikupendi na sikutaki. Hilo neno watu wengi hawakulizingatia. Ni uhuru lakini. I have free to choose if I love you, if I don't. Of course. Unaweza kusema ni uhuru kwa kuongea na mimi hapa. Lakini sio uhuru over your authority. You can never control the authority that gives you an opportunity. Huwezi kucontrol mamlaka inayokupa fursa. Mamlaka inayokupa fursa inapo contradict your decision, your freedom, haikataliwi kwa maneno ya sitaki na sikupendi. Inakataliwa by the words of the wisdom. Yani kwa kutumia hekima. Hekima. Kitu kinazungumziwa hapo ni hekima ya kumkataa. Leo hii fikiri, naomba tutoe mifano general. Mkuu wa mkoa akamseduce sekretari wake, alafu yule sekretari wake akasema mimi sikutaki. Hiyo clip kende hapo nasema mchungaji ni kitu gani? Akasema kwani wewe mkuu wa mkoa wewe ni kitu gani? Utanifanya nini? Nimekukataa, sikutaki, sikupendi, naona cha kunifanya. Swali, je, ni kweli mkuu wa mkoa hana cha kumfanya sekretari wake? Anacho. Kwa tunasema mamlaka haikataliwi. Mamlaka inajibiwa kwa hekima. Mahali popote pale binti anapokuwa yuko approached na mamlaka ya juu, lazima awe na hekima ya kuijibu ile mamlaka. Mamlaka haijibiwi kama mtu wa kawaida. Mamlaka ni roho na mamlaka ni utawala. Neno subiri ni neno la watu wenye hekima. Kwa hiyo concept kubwa iliyokuwa inazungumzwa hiyo watu hawezi kuifuatilia, kwa sababu watu wanapenda kuchafua au kuona mtu anachafuka. Lakini si tulichokuwa tunazungumza ni hekima. How do you respond to the power? How do you respond to the people above you? How do you respond to the people that have an authority even to kill you?